Shalom, shalom. Na kusalimia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja na mimi wakati huu na muda huu. Leo hii tunaenda kufanya maombi ya hatari kabla ya mitihani. Sikiliza nikwambie, ndugu msikilizaji wangu, lazima tufanye maombi ya hatari. Mtoto anapoenda kufanya mitihani yake, hapo ndipo anaenda kutengeneza hatua moja kwenda hatua nyingine. Aidha anaenda kuruka darasa kwenda darasa jingine, ama anaenda kuruka darasa na kwenda chuo. Hivyo basi yupo kwenye mtihani mgumu sana katika maisha. Usipoomba mwanao, usipomuombea, utakuta mtoto wako ana matatizo ya ajabu yanaanza kumtokea. Wako watu wabaya ambao wanatafuta elimu ya mtoto wako. Lakini siku ya leo unaponisikiliza, ninalo neno la Bwana. Ijapokusanyika ni wengi kabisa waliokuzunguka, lakini walioko upande wetu ni wengi zaidi. Katika jina la Yesu Kristo, nenda mbele za Mungu hapo ulipo. Tukaombe maombi ya hatari ya kumwambia mtoto wako atafanya vizuri mitihani na atafaulu. Katika jina la Yesu Kristo mfalme aliye hai, nasimama na watoto wote ambao wanafanya mitihani yao. Katika jina la Yesu Kristo, ninasimama na mtoto wa baba huyu, ninasimama na mtoto wa mama huyu, ninasimama katika usiku wa leo. Yoyote yule anayewaza mabaya juu ya mtihani, katika jina la Yesu Kristo, yoyote anayewaza mabaya juu ya elimu ya watoto wa Tanzania, yoyote anayewaza mabaya, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ya kwamba mtoto huyu ataanguka, ya kwamba mtoto huyu atafeli, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo mfalme, ninaharibu kila madhabahu ambayo inanena mabaya juu ya elimu yake. Inanena mabaya juu ya mtihani atakayoenda kufanya. Ninasimama kinyume katika jina la Yesu. Kila mipango yote mabaya yote katika jina la Yesu, antena zao walizotega kwa ajili ya kumtengeneza mtoto huyu, kuharibu akili zake anapokuwa kwenye chumba cha mtihani, kwa mamlaka ya jina la Yesu, hayo mabaya narudisha kwenye kizazi chake. Hayo mawazo mabaya na yarudisha kwenye kizazi chake. Rudisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mabaya yaliyopangwa kwa mtoto wako juu ya mtihani, yarudishe katika jina la Yesu Kristo. Rudisha kule yalikotumwa, rudisha kwa damu ya Yesu Kristo. Mabaya yaliyopangiwa mtoto wako, ya kwamba atapata zero, ya kwamba atakuja kuaibika, katika jina la Yesu Kristo, ninasimama kinyume na hayo mawazo. Ninasimama na mawazo mabaya katika jina la Yesu Kristo. Hayo mawazo, hayo mabaya aliyopangiwa wakati wa mtihani, na yarudisha mabaya yoyote aliyokusudiwa mtoto huyo siku ya mtihani. Hiyo mitego narudisha, mtego wa maneno, mtego wa dawa, mitego wa usiku, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninarudisha kila mitego, narudisha kila mabaya yoyote. Akifika mtoto darasani, ya kwamba hataelewa darasani, ya kwamba atalala, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninasimama kinyume siku ya mtihani. Ninasafisha, mabaya na yarudisha,
ninayarudisha. Yoyote yaliyokusudiwa mabaya kwa mtoto wako, ninayarudisha katika jina la Yesu. Ninayarudisha katika jina la Yesu. Ninayarudisha mabaya yote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Division 1, division yangu, division 1 iko pale pale, hakuna atakayezuia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo division 1 ya mtoto wako iko pale pale, hakuna atakayezuia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Division 1 iko pale pale, kwenda form 5 iko pale pale, kwenda form 3 iko pale pale, hakuna atakayezuia. Ninawasha moto kwa damu ya Yesu. 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 Hatari wapate kwa ghafla, magonjwa yapate kwa ghafla, mabaya wapate kwa ghafla. Yale yaliyonuiziwa mwanao siku ya mtihani na yarudisha yote katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, hapo hapo ulipo unaweza ukanyoosha mkono ukasema, ukataja jina la mwanao. Hebu nyosha mkono wakati napomfungua mwanao, wakati akiwa bado yuko darasani, pengine anasoma sijui, pengine anaelekea kufanya mtihani. Hebu nyosha mkono tu hapo, nenda kutamkia baraka. Mtoto wako atavuka kila baya ambayo ametupiwa huyo mtoto kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hilo baya nalirudisha katika jina la Yesu. Kila baya narudisha. Mabaya hayatakaribia hema yako. Mabaya hayatakaribia kwenye chumba cha mtihani katika jina la Yesu. Mabaya katika jina la Yesu. Pokea uzima, pokea kulindwa, pokea uzima, pokea kulindwa katika jina la Yesu. Mtoto wako atatoka na division 1. Mtoto wako atatoka na division 1. Mtoto wako atatoka na division 1. Mtoto wako na tabiri atatoka. Wewe mtoto unayenisikiliza, utatoka na division 1. Utatoka na division 1. Kila baya uliotengenezewa, division 1 iko pale pale. Division 1 iko pale pale katika jina la Yesu Kristo. Watu wabaya waliokutengenezea, waliotengeneza tego, wamefinyanga ubaya ili uharibikiwe. Hautaharibikiwa. Hautaharibikiwa wewe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hautaharibikiwa wewe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hautaharibikiwa wewe katika jina la Yesu. Ayo mabaya waliofinyanga na yachukua na yarudisha kwao, na yarudisha kwao, na yarudisha kwao, na yarudisha kwao. Kila baya waliokukusanyia kwa mwanao na yarudisha kwao. Biblia inasema mabaya hayatakaribia hema yako. Maana yake ni nini? Mabaya hayatakaribia kwenye chumba cha mtihani kwa mamlaka ya jina la Yesu. Rudi kule ulikotumwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mishale ya kila namna na irudisha kule ulikotumwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mtoto wako akalindwa kwenye chumba cha mtihani. Mtoto wako apewe akili ya ziada kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Naomba na kuamini. Amen. Karibu sana kwenye maombi. Unaweza ukaendelea kuomba na ukanishirikisha juu ya maombi ya mwanao, ukanitumia jina la mwanao, na mimi huku naendelea kumwombea, na Mungu hakika yake mwanao atatoka na division 1 na atatimiza maono yake aliyonayo katika jina la Yesu. Amen.